Umaskini unaweza kusababishwa na maamuzi mabaya ya kifedha na ukosefu wa mipango sahihi kwenye maisha. Ili mtu aweze kubadilisha maisha yake na kufikia maendeleo, anapaswa kuwa na nidhamu ya matumizi ya fedha, kuepuka madeni yasiyo na ulazima, kujifunza ujuzi wenye thamani na kuishi kulingana na kipato chake. Tabia hizi zitamsaidia mtu kujenga maisha bora na kufungua njia ya mafanikio ya kifedha. Ili usahau kuhusu umaskini, kuna mambo muhimu unatakiwa kuyajua. Jambo la kwanza, usitumie pesa ambayo hauna. Matumizi yasiyo na mipaka ni moja ya sababu kubwa zinazowafanya watu wengi wabaki kwenye umaskini. Busara ya fedha huanza kwa kutumia kile ulichonacho. Kutumia pesa ambayo hauna kunaweza kukuingiza kwenye madeni na kupata msongo wa mawazo. Ni muhimu kupanga matumizi yako kulingana na kipato chako halisi ulichonacho ili uweze kuishi maisha yenye utulivu wa kifedha na akili pia. Mtu mwenye nidhamu ya matumizi hujenga uwezo wa kuweka akiba na kuwekeza kwa ajili ya maisha yake ya sasa na maisha yake ya baadaye. Jambo la pili, usilundike madeni. Madeni mengi yasiyo na mpangilio yanaweza kuharibu maendeleo yako ya kifedha. Ili uondokane na umaskini, ni muhimu kuwa makini kwenye matumizi ya mikopo na madeni. Kurundika madeni kutakufanya utumie kipato chako kulipa madeni badala ya kuendeleza maisha yako binafsi. Ni vizuri kukopa kama kuna ulazima wa haraka, au pia unaweza kukopa ikiwa una malengo ya kufanya kitu fulani ambacho kitakupa faida itakayokusaidia kulipa huo mkopo kwa wakati na kubaki na faida. Jambo la tatu ni kukopa kwa malengo. Mikopo inaweza kuwa ni msaada mkubwa ikiwa itatumika kwa malengo yenye faida. Kukopa bila sababu maalum kunaweza kuleta matatizo makubwa ya kifedha na msongo wa mawazo. Unapaswa kukopa kwa ajili ya maendeleo, ikiwemo maendeleo ya biashara, elimu na uwekezaji unaoweza kuongeza kipato. Mikopo yenye malengo mazuri inaweza kuwa ni njia ya kufikia mafanikio na kujenga maisha mazuri. Jambo la nne, jifunze ujuzi wenye thamani. Ujuzi ni mali muhimu inayoweza kubadilisha maisha yako. Kwenye dunia ya sasa, maarifa, ujuzi na uwezo ndio msingi imara wa mafanikio. Ukijifunza ujuzi wenye thamani kama biashara, teknolojia, mawasiliano na ufundi, kunaweza kuongeza nafasi ya kupata kipato. Mtu mwenye ujuzi ana uwezo mkubwa wa kujitegemea na kutumia kipaji chake kujenga maisha yake. Elimu na ujuzi huondoa utegemezi na kufungua fursa mpya za mafanikio kwenye maisha. Na jambo la tano, usiishi juu ya kipato chako. Kuishi juu ya kipato ni tabia inayowafanya watu wengi washindwe kupiga hatua za maendeleo kwenye maisha yao. Maisha bora yanahitaji matumizi yenye mpangilio mzuri na sahihi. Unapaswa kutumia fedha kulingana na kiwango cha kipato chako. Matumizi makubwa kuliko kipato ulichonacho yanaweza kusababisha ukajiingiza kwenye madeni, ukapata stress na kushindwa kuweka akiba. Lakini ukiishi kwa budget, kutakusaidia kuwa na usalama wa kifedha. Kuondokana na umaskini kunahitaji nidhamu, mipango na maamuzi sahihi ya kifedha. Unapaswa kutumia fedha kwa uangalifu, kuepuka madeni yasiyo na ulazima, kujifunza ujuzi wenye thamani na kuishi kulingana na kipato chako. Ukifanya hivyo, itakusaidia kujenga maisha bora, kupata maendeleo binafsi na kufikia uhuru wa kifedha.